Mudiri, ndugu yangu, sasa wakati wako huu. Mbele kuna Said Muhdhar. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikisha kwa mara nyingine kuweza kufika katika hadhara yetu hii ya kila mwaka, hadhara ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika yametangulia kusemwa maneno mengi mazuri sana, kuanzia kwa Said Ahmad kipenzi chetu, kama ambavyo baba yake alikuwa ni kipenzi chetu sana, na tunaamini kwamba inshallah taalluqi hii itaendelea mpaka kwa vizazi vyetu vitakavyofuatia. Pia hata mzee wangu Abasi Lulu, huyu ili Lulu sio jina lake, hii ni lakabu. Huyu bwana anaitwa Abasi Juma, lakini kwa haya mambo mnayoyaona ndio ikaitwa Lulu. Kwa kweli ametupa wadhi wa aina yake sana. Ametoa wadhi wa kunukuu na kutueleza namna gani tuishi na wazee hawa. Kufuatilia sehemu kubwa ya wadhi wake ilikuwa ni kunukuu maneno ya watu wakubwa, lakini lengo ikiwa ni kutuelekeza katika kuwafuata watu wale na kuwa nao karibu na kutaka baraka zao. Ndio pointi aliyosimama nayo, lakini akaifikisha kwa staili ya kipekee kabisa. Ukifuatilia wote waliotangulia ni kwamba utakuta kwamba aliyezungumzwa na aliyesemwa ni Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Na kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ni tabia, ni kielelezo cha tabia. Wewe kama itakuwa hasa ni mpenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi jipambe na tabia nzuri. Wanawazuoni ni warathatul anbiya, kama ilivyosemwa. Natakiwa tupate nakla kutoka kwa wanawazuoni kama ilivyosemwa, lakini kitu muhimu sana ni kutazama na hawa wanawazuoni. Kwanza kuna umuhimu wa kutazama sanadi zao. Wana sanadi gani? Kuna elimu nyingine unaweza ukaichukua ikawa ni sumu kwako, ikawa inakuharibia kabisa kila kitu chako, kutokana na ile historia na sanadi ya ilmu ile. Kuna mahali ilichafuka labda, hayo pia yapo. Lakini pia na yule anayekusomesha anaweza akawa na sanadi iliyo nzuri, lakini yeye mwenyewe akawa siye. Tena hasa kwa wakati wetu tulokuwa nao huu, ndo wakati wa kutazamwa sana. Kipindi hiki tulichokuwa nacho hiki ni kipindi kigumu sana. Utamwona mtu amesoma vizuri sana, na amesoma kwa watu wakubwa, wanawazuoni wakubwa, wanaokubalika, wenye hizo sana tunaosema nzuri, tena amepata hasa tazkia kutoka kwao. Lakini wimbi la ulimwengu limemkumba mtu, amekuwa sie kabisa. Hayo yapo mpaka leo. Kwa ni vitu ambavyo tuvitazame na tuvichunge sana. Ama kuhusiana na hili la alilolitaja Sheikh Al-Hatimi, kuhusiana na watu wanaojisifia kwamba wao ni watu wa sunna, lakini wanasema watu wa bidaa ndio wenye tabia nzuri.
hapa kuna kitu tujifunzeni sana. Kwanza, kabla hatujajifunza hicho kitu, sisi tunaambiwa kwamba tuna tabia nzuri, basi tujitahidini ziwe nzuri zaidi na zaidi. Maanake katika sisi pia kuna wengine akhlaki zao si nzuri. Unaweza kuta katika hadhara kama hii mwingine anaichukulia kama sehemu ya michezo, vichekesho. Mfano, mmemsikia kijana mmoja hapo asema aswaliwe babake Fatuma. Msiseme maneno hayo, sio mazuri. Babake Fatuma ni nani? Hivi sio vitu vya kuvisema sema. Hivi sio, humu sio mahala mwa maigizo, mwa kufanya maskhara. Yatakiwa tukiwataja ahlu baiti Rasulillah, ikiwa ni wewe mwenyewe kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli baiti zake, wake zake, watoto wake, tuchungeni sana nidhamu. Tuwataje kwa nidhamu, tena kwa majina mazuri, usitajie tu. Kwa mfano hapo sio kaja ukasema kwamba Mwamba Mudi. Wako watu wanasema hivyo. Mwamba Mudi amkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, si sawa. Haya mambo ya mwamba tuambiane sisi wenyewe. Ni kweli Mtume ni mwamba usovunjika, hilo hatulikatai. Lakini siku hizi mwamba manake mtemi manake mjanja wa mjini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaa vijiweni na yeye ni mjanja wa mjini. Simalizie balaa. Mtume balaa. Mtume ndo mjanja wetu. Hapana. Mtume mtoto wa mjini bwana. Huyo abakie ni Muhammad Rasulullah. Tunapomtaja kwamba ni mwamba, tuseme Mtume ni mwamba usiovunjika, kwa maana ya mwamba usiovunjika. Lakini sio mwamba kwa maana tuliyokusudia sisi. Kwa ni jina zuri, ni mwamba usiovunjika kweli, lakini unaweza ukalitumia kwa hayo maana yetu ya kisasa ikawa umemkosea adabu. Nikirudi kwenye akhlaqi, kwa nini watu wanadai wao ni watu wa sunna lakini hawana akhlaq? Na Mtume kama alivyosema Sheikh, asema inama buithtu liutammima makarimal akhlaq, si ndio? Nimepelekwa kutimiza tabia zilizo nzuri. Turudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokea Imam Tabarani kwa sanadi hasan kutoka kwa Anas ibn Malik sallallahu alayhi wasallam. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathun muhlikatun, mambo matatu ni yenye kuangamiza. Kwanza, shuhun mutaa, ubakhili wenye kutiiwa, wa hawam muttaba, na mapenzi ya nafsi yenye kufuatwa, wa ijabul mar'i binafsihi, ijabul mar'i binafsihi, yeye mwenyewe akawa anajiona kwamba ndio yuko sawa sawa, yeye bora, yeye ndio kashinda watu wote. Ijabu inaingia katika sehemu nyingi, lakini ikiwa ni ijabu katika taa, hiyo ndio mbaya sana. Al-ijabu fi taati llahi, kujiona katika taa kwamba wewe ndio uko sawa, kiasi kwamba sasa ukishajiona kwamba uko sawa, kuna nafasi utajiweka. Nafasi hii utakayojiweka wewe, hata ukakosea, ima utaona kwamba si tatizo kukosea kwako huko, kwa sababu wewe una mengi mazuri sana wafanya, au hutakubali kwamba yale ufanyayo ni makosa. Hutaona kwamba akosea, manake sheitani hapo naye amekuweka mahala pazuri kwa upande wake yeye, manake akakuweka kwenye kona. Sasa ndugu zangu, hii nukta muhimu sana, hii ambayo ijabul mar'i binafsihi, utakuta haikai mbali sana na hawan muttaba, mapenzi ya nafsi yenye kufuatwa. Mara nyingi haya majina tunajiita au watu wanajiita pasi na kutazama kwamba hapa mtu yuko katika kweli, yuko katika nafasi ile. Mfano sisi ahlu tariqa, sisi sufia, wapo tunaojiita sufia lakini kwa hakika sio sufia, kiasi kwamba
Kuna watu wanaona kwamba wewe kuwa sufi inatosha tu kuhudhuria katika maulidi, inatosha tu kukesha katika dhikiri ile ya Kadiria, ile sio wenyewe ya Saadia. Kukesha tu katika dhikiri ile inatosha kwamba wewe ni sufi na ni mtu wa tariqa. Ni kweli hivi ni vitu vya kitariqa, ni kweli hivi ni vitu vya masufi. Lakini je, ni hivi tu ndo vinavyokufanya wewe ukawa sufi? Kwa wewe wahudhuria maulidini tu, kwa wewe babako akifa wasoma khitma tu, tayari wewe ni sufi? Hakika hasa ya sufi ni mtu ambaye ameshikana hasa na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameshikana hasa na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tukaambiwa watu wa bid'a tuna tabia nzuri, ni kwa sababu ya mashekhe zetu tabia wanazozifundisha. Kwa hiyo natakiwa tuzishike vizuri hizi tabia, kiasi kwamba sasa tunapoyafanya haya nayo pia itakuwa ni tofauti na tunavyoyafanya tukiwa hatujazishika vizuri tabia nzuri. Hizi hadhara za maulidi hizi ni ngazi ya kupandia daraja kweli kweli, lakini si kwa sisi ambao hatujashikana vizuri na zile shuruti zake, hatujajikita vizuri katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sufi ni mtu aliyejipamba katika tabia za Mtume. Hizi hadhara za maulidi zenyewe, kama unahudhuria hadhara hizi hasa kwa nia ya kwamba upo kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza moja katika vitu ambavyo utakuwa navyo ni tabia zako kila siku kubadilika. Kila hadhara ya maulidi utakayohudhuria itakuwa ina athari kwako na katika moyo wako, hasa katika moyo wako. Basi hiyo wewe hasa ndio utakuwa sufi wa hakika. Tusiwe kama wale waliojiita watu wa sunna, ahlus sunna, lakini kumbe ni hawa mutaba. Wamejiita vile kwa sababu tu wameona wengine wanavaa kanzu ndefu, wao wakavaa fupi. Wanaona kwamba wengine hawana ndevu, masala yenye khilafu ya kufuga ndevu, wengine wazinyoa, wao wakaziweka. Kwa hilo tu basi wao wamekuwa ahlus sunna, na kusema tu kwamba maulidi hayafai, basi hiyo tu inatosha kwa mtu ahlus sunna. Na mwingine kutofuga ndevu tu na kuvaa kanzu ndefu tu atosha kwa mtu wa bid'a. Kusoma maulidi tu mtu awe mtu wa bid'a? Hapana, sivyo bid'a walivyozizungumza wenyewe. Salafu bid'a hawakuizungumza kwa sura kama hizo za kwamba mtu akifanya amali isiyofanywa na Mtume ndio bid'a. La, na sana bid'a hasa wakizungumza sana, asilimia kubwa ya bid'a ni bid'a za kwenye itikadi na kwenye tabia. Hizo hasa ndo bid'a. Pamoja na kwamba yako mambo ya kiamali waliowahi kuyaita bid'a, lakini ni machache kuliko bid'a za kwenye itikadi. Wewe chunguza, soma sana vitabu, utakuta mtu anaweza akaitwa mubtadi' kwa sababu tu ya kumfanya Mwenyezi Mungu kuwa ana upande, ana mahali, ana viungo. Fuatilia utayakuta hayo, sio mahala pake hapa. Lakini sasa kitu ambacho kitatusaidia hasa inavyotakiwa, ismu bimusamma, kwa wewe ni mtu wa sunna, jitizame tabia zako na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio mtu wa sunna kwamba wewe kuna vitu tu wafanya, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Mungu atazama nyoyo na amali. Nyoyo ziwe safi, usafi wa nyoyo utakaosababisha tabia pia ziwe nzuri, usafi wa nyoyo utakaosababisha amali pia ziwe njema. Nimesema sana kwa kirefu, pamoja na hali ya hewa naona kama kuna neema yaja. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran mudir, Mwenyezi Mungu akubariki inshallah. Sasa bado tunaendelea kusikiliza mawaidha, na tunaomba utulivu kuzidi zaidi na zaidi na zaidi. Huyu anezungumza ndiyo mwenyewe mwenye mambo haya, ambaye ndi mzee wetu, shekhe wetu Sayyid Muhdhar bin Said Ibrahim.